Nakimbia nazo na kupiga masasi. Niba expert ukipiga masasi ku disperser watu alors que banalu waliingia depuis ile ma 0 hakuna ta defense mwenye ilikuwa. Angalia mamoro zetu tuko tunabeba kisha hapo ndio wale kupiga watu masasi na kusumbua. Et certainement kinjasa hakuna vile tafari parce que hapo sisi hapo ni kushanje constitution ndio ilijase hapo. Alors hii vitu kabisa tunakatala tutakuwa nakufa kila siku saa nyama na tuko na baongozi watu wenye wiko sasa kutusekirize. Kazi hapo tu ni kuona kile kipere mako asubuhi. Hii hali complexité ya ba autorité yetu. Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Mtazamaji, kama mnavyoona hapo, tunakuletea habari kuhusu mauaji yaliyoendeshwa katika jiji la Beni, na hayo ilikuwa ni usiku wa Jumamosi wa tarehe 30 kuamkia Jumapili ya tarehe 31 mwezi Mei mwaka wa 2026. Kama mnavyoona hao ni waandamanaji. Waandamanaji si wengine bali ni raia wa Beni ambao walipatwa na hasira kuona watu wameuawa bila hatia yoyote, na wale waliouawa wakahaji ni watu wanaotajwa kuwa ADF, Allied Democratic Forces, ambao ni wenye asili ya Uganda. Hayo mauaji yalitokea katika eneo la Ngadi. Ngadi ni kata mojawapo wa kata zinazounda jiji la Beni. Linapatikana ndani ya manispaa ya Ruwenzori, yapatao kilomita 7 kaskazini mwa jiji kati la Beni, haswa kaskazini mwa njia panda kubwa, baraste kubwa ambayo inajulikana kwa jina la Rond-Point du 30 Juin. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, mara watu waliposikia habari siku ya Jumapili ya tarehe 31 mwezi Mei mwaka 2026, raia walijielekeza eneo la Ngadi, sehemu ambako kuna kambi ya wakimbizi wa ndani, na kwenye kambi hiyo kuna raia wanaojulikana kama vile wa kabila la Mbilikimo. Miongoni mwa raia hao mlikutwa Mbilikimo wengi wameuawa. Maiti ambazo zilikutwa sehemu hiyo walikuwa ni 6 kabla ya zingine kuongezeka. Na miongoni mwa Mbilikimo waliouawa muna yule msanii ambaye ni nyota anayechekesha, anajulikana kwa jina la Mangese, Nzanzu Mangese. Huyu anafahamika katika jiji la Beni, wilaya ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, hata taifa mzima la Kongo linamfahamu yeye. Na wakahadi walipoona hayo, waliamua kuchukua mihili ya waliouawa, kuandamana nayo kutaka kwenda kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini kuonyesha masikitiko yao ili viongozi waweze kuona cha kufanya. Lakini baada ya kuandamana kutoka eneo kulikotokea mkasa, waliandamana wakiwa wenye kusindikizwa na polisi, lakini kabla wafike kwenye ofisi ya gavana kama walivyotarajia, hawakufikia ukomo, na ndio maana risasi zilipigwa hewani na wakafanyikiwa idara ya usalama kuchukua zile mahiti au mihili kwenda nazo mahali ambako zilikwenda kuhifadhiwa kwenye hospitali kuu ya Beni. Ni hayo ambayo yameshuhudiwa katika jiji la Beni. Ilikuwa ni siku ya Jumapili ya tarehe Mei 31. Mtazamaji, hona mwenyewe yaliyokuweko.